Salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni wapenzi watazamaji wa Kipenge TV. Matumaini yetu mnaendelea vizuri popote mlipo na kwa majira ya muda mlionayo huko, na tunawakaribisheni kusikiliza awamu ya kwanza ya habari za matukio ya kila siku yanayoendelea katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo tarehe 7 Februari mwaka 2026. Katika wakati huu ambapo nchi ya Kongo inaendelea kupiga hatua kubwa ya uaminifu katika ngazi ya kidiplomasia, hiyo jana tarehe 6 Februari huko Goma, Bwana Corneille Nangaa anayewasilishwa kama kiongozi wa wahasi ametangaza kile anachokiita mwisho wa vita, akidai kuwa kipaumbele sasa itakuwa ni miradi ya maendeleo katika mkoa wa Kivu Kaskazini, na mnukuu, "Ningependa kuwatangazia kumalizika kwa vita. Kuanzia sasa tutajikita katika miradi ya maendeleo katika mkoa wa Kivu Kaskazini," mwisho wa kunukuu. Ila tangazo hili linaonekana kupuuzia ama kusahau kwa makusudi jimbo la Kivu Kusini, ambayo pia iko chini ya udhibiti wa wahasi hao, jambo linalozua maswali makubwa kuhusu uhalisia, uaminifu na uzito wa kauli hiyo ya Nangaa. Baadhi ya wakongomani hawako sambamba na kauli hiyo, maana wakati mtu asiye na mamlaka halisi ya uongozi wa kijeshi anapodai kutangaza mwisho wa vita, ni muhimu kutoamini kauli hiyo bila tahadhari. Maana ni kweli kwamba Corneille Nangaa hana mamlaka ya kijeshi wala udhibiti wa kimkakati ndani ya muungano wa M23 AFC/RDF. Kwa uhalisia ni watu watatu pekee ambao kwa tahadhari kubwa sana wanaweza kuonekana kuwa na uwezo wa kutangaza uamuzi wa aina hiyo, kama Rais wa Rwanda Paul Kagame, ambaye ni mdhamini mkuu wa muungano wa M23 AFC/RDF, Moise Nyarugabo ambaye ndiye mratibu wa kweli kabisa wa muungano huo, na hata Sultani Makenga ambaye ni mkuu wa majeshi wa muungano huo. Yaani tamko la kuisha kwa vita lingetokana na hawa watu watatu, basi tungeamini na kukubali kabisa. Kauli hii ya Corneille Nangaa inaichukuliwa kama kipaza sauti cha kisiasa cha AFC/M23, ila kwa kiundani kabisa hana mamlaka yoyote ya kiutendaji. Inapaswa kutumika kama ishara ya tahadhari na wala si ishara ya utulivu. Kwa hiyo majeshi ya FARDC na wazalendo walioko katika mistari tofauti ya mapambano wanapaswa kubaki katika hali ya uangalizi wa juu kabisa, kwa sababu kama tunavyozoea, kauli kama na hizi kutoka kwa wahasi hao mara nyingi uwaga zinatangulia mashambulizi au mipango mipya ya kijeshi na upangaji mpya wa vikosi, na inawezekana katika siku chache zijazo tutashuhudia mashambulizi ya muungano wa wahasi hao dhidi ya ngome za majeshi ya serikali. Maana kwa hivi tunavyoongea sasa, kati ya usiku wa kuamkia leo tarehe 7 Februari, wanajeshi wa Rwanda wanaojiita M23 wameripotiwa kuonekana katika eneo la Kimuka wakiwa wanaelekea Ondesi katika mpango unaolenga kuzunguka na kuvuka nafasi za wazalendo na FARDC zilizopo Biriba, Runingu na Kiliba katika bonde la Ruzizi tarafani Uvira. Kwa mujibu wa taarifa zilizopo, vikosi hivyo vinashuka kando ya mto Ruzizi kupitia Kimuka kuelekea Ondesi, jambo linaloashiria mkakati wa kuzingira na kufunja safu za ulinzi. Na taarifa hizo zinaonyesha tishio la moja kwa moja dhidi ya mji wa Uvira pamoja na hatari ya kupanuka kwa mashambulizi kuelekea mji mkuu wa Burundi, Bujumbura. Na kwa maana hiyo Rwanda itakuwa inaonekana kulenga kufungua uwanja mpya wa mapigano wa kikanda, jambo linalohusisha moja kwa moja Burundi, kwa sababu hata vyanzo vingine vya habari vinaripoti kuwepo kwa mikusanyiko kwa muungano wa Red Tabara FNL na kufanya uhamisho wa kambi zao za kijeshi kwenda maeneo ya kimkakati ya jimboni Kivu ya Kusini katika karibu kabisa na mpaka wa Burundi, maeneo yaliyoripotiwa
kunaripotiwa kuwekwa vifaa vya waasi hao ni pamoja na vilima vya Kabunambo na Kiamate vinavyotazamana na mji wa Sange na maeneo ya kijiji cha Mutarule tukiwa katika Plaine de la Ruzizi. Silaha zingine nzito zinaripotiwa kusimikwa kwenye kilima cha Kidumaga kilicho kati ya kijiji cha Mulenge na Mubere tukiwa kwenye Moyen Plateau ya tarafa la Uvira, na mizinga ingine inaelekezwa tundu zake katika maeneo ya Katobo. Na kwenye vilima vya Kabere na Mubere, mizinga iliyosimikwa pale imegeuzwa tundu zake na kulenga upande wa mji wa Bujumbura, mji mkuu wa kiuchumi wa nchi ya Burundi. Yaani waasi hao wanaonekana kutaka kutekeleza kile wanachokihita kushambulia tishio moja kwa moja. Yaani waasi hao wanaonekana kutaka kutekeleza kile wanachokihita kushambulia tishio moja kwa moja kwenye chanzo chake, ama kwa Kifaransa wanasema attaquer les menaces à ses sources, kauli inayotumika kuhalalisha mashambulizi ya kuvuka mipaka yakionyeshwa kama hatua za kujilinda. Na ukikumbuka vizuri, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, katika masuala ya kijeshi, kudhibiti vilima kunatoa faida kubwa ya kijiografia na uwezo wa kushambulia kwa umbali mrefu. Na kwa harakati hizi, raia wa Uvira na maeneo ya mpakani ya Burundi kumradhi, kwa mara nyingine tena watakuwa wako katika hatari ya moja kwa moja, na inahitajika kuongezeka kwa uwezekano wa mapigano ya kuvuka mipaka na shinikizo kubwa kwa FARDC na vikosi vya usalama vya Burundi. Na tuongeze kwa kusema kwamba mgogoro huo unaoendelea mashariki mwa DRC hauwasababishi maafa raia wa Kongo pekee, bali wanajeshi wa Rwanda pia wamepoteza maisha, iwe katika mapigano ya moja kwa moja au kupitia msaada wao kwa kundi la waasi wa M23. Baadhi ya vifo hivyo vinadaiwa kufichwa kimakusudi na mamlaka za Rwanda. Huku ndani ya Rwanda wenyewe, familia kadhaa ziko katika maombolezo ya wanajeshi waliopoteza maisha vitani. Hata hivyo, hakuna kumbukumbu rasmi za waziwazi hadharani zinazofanywa, na swala hili halijadiliwi kwa upana katika uwanja wa kisiasa wala katika vyombo vya habari vya kitaifa huko Rwanda, jambo linaloongeza ukosefu wa uwazi kuhusu ukubwa halisi wa hasara za kibinadamu. Na huko jimboni Kivu Kaskazini, tangu mwanzo wa mwaka wa 2026, maeneo ya wilaya ni Lubero na Beni kumeshuhudiwa mashambulizi makali yanayodaiwa kufanywa ama kutekelezwa na waasi wa IDF, ambayo yamesababisha vifo vya angalau raia 63 ama 63 kwa mujibu wa taarifa za shirika za kirahia. Wilaya ya Lubero ndiyo inayoathirika zaidi ama iliyoathirika zaidi, ikiwa na vifo 52 ama 52, huku raia 11 ama 11 ndio ambao wanaripotiwa kufariki huko wilayani Beni. Bali na hasara za maisha, mashambulizi haya yamesababisha uharibifu mkubwa wa mali na kulazimisha familia nyingi kuyahama makazi yao, jambo linalozidisha zaidi hali ya kibinadamu ambayo tayari ni mbaya katika eneo hilo. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndipo ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu ya kwanza ya habari za matukio ya kila siku leo tarehe 7 Februari mwaka 2026. Na kwa kuzidi kuhabarika zaidi, baki sambamba nasi kwenye channel yetu ili ufaidi habari motomoto kutoka kwetu. Chao.